Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Kitasa ama Feti Kitasa, na leo ni siku yake bwana ya kibao kata. Tuko hapa Waswahili wenye uswahili wetu, hatuna mbambamba. Kibao kata kazi yetu na tunacheza mwanzo mwisho. Dafeti, mambo vipi kwanza? Poa. Umependeza. Shukrani. Damaria, umependeza sana. Imekuwaje hii? Kuna namna kama kuna mtu anaenda kusutwa, maana sio kwa sare hizi. Hamna mtu asutwi, sisi tumeamua tukate mwaka. Huu mwaka ulikuwa na vitu vingi sana. Okay. Na imani kila mtu anajua changamoto, mwaka ulikuwa na mambo mengi. Tumeamua tu enjoy, tukate mwaka, tutoe stress jamani. Nakumbuka moja ya video ambayo niliona video ukimpatia dada kwa yeye ni mtunzaji bora wa mwaka. Ile video watu wengi walikuwa wakijiuliza imekuwaje? Mbona ghafla baada ya kuona ndugu yako aliyetaka kukusuta siku ile kaenda kumtunza Mariamu, imekuwaje kuwaje? Na wewe ghafla ukaja kumpa ile tuzo ya tuzo bora ya mwaka? Hapana, huyo mtu mwingine asidhani kama anahusika sana kwenye hivi vitu vyetu. Okay. Hahusiki kabisa. Nimempa tunzo kwa sababu huyu ni maskini, lakini mwaka huu katoboa kutunzana na kila mtu. Yaani hata matajiri wenyewe hapa tumekimbia, tunadaiwa madeni kwa mitunzo. Hali ilikuwa ngumu, ila yeye kapambana. Okay. Mwaka huu hana kipolo ambacho ameacha. Kwa hiyo nikamtunuku tunzo yake. Yeah. Nini hasa kimekupelekea mpaka uhisi Mariam Chozi ni moja kati ya watu ambao wamepatia ama wamewezekana kupewa hiyo tuzo? Nini hasa? Ni kama hivyo kwa sababu ni mtu ambaye hanajishughulisha na biashara ya kawaida, lakini amepambania kurudisha hela za watu, kwa sababu je, mtu anatafuta hela anakupa ndio urudishe. Sisi wengine tu hapa, mimi nilipewa, nina watu wengi sijarudishia mitunzo yao. Hali ngumu, mwaka mgumu. Pengine kuna watu wako nyuma wanasubiria ukimaliza shughuli wajepate mitunzo yao. Hamna, hali ngumu, hela hamna, mwaka mgumu. Ndio maana bora tufunge hivi, tucheze vibao kata, tusale, tuenjoy 2026. Mwenyezi Mungu atufanyie heri inshallah, tufungue mwaka na mambo mengine. Okay. Kuna namna hivi unatamani kumaliza mabifu yako na watu wote kwa sababu tunamaliza mwaka? Mimi mabifu nimeshamaliza, na maana nilishasema nimeshamalizana. Mimi nimemaliza. Yaani ndizo kwa siku hiyo niambia nimefanyaje? Nimemaliza. Mimi nimemaliza. Kwa maana ikitokea Mariam Uswazi anataka kuzungumza na wewe uko tayari? Sasa hii siku ya leo sisi tulikuwa kwa ajili ya kuenjoy, tulewe, tufanye mambo yetu mengine. Sidhani kama kuna muda wa kuongelea watu. Sisi tunatakiwa tuenjoy. Subiri kwanza tutoke huko. Nakumbuka bwana, nyinyi ndio mlikuwa wa kwanza kutangaza kuhusiana na swala zima la kibao kata. Alafu akaja Mariamu, akaja Chioma. Na Chioma mmepanga naye siku moja. Chioma naye anafanya leo sherehe yake. Sisi hapa leo tuna enjoy. Tuzungumzie Chioma kidogo. Sisi tumekuja kuenjoy. Chioma nishasema kwamba yeye anatoka msiba, amepata matatizo, anatoka msiba, tunamkaribisha barabarani, hakaribie tena kwenye game letu la ikaeka. Au anafanya sherehe ya kurudisha nyumba. Hivyo vitu sisi havituhusu. Ila sisi hapa jamani, karibuni tuenjoy, tustarehe, tukate mwaka. Tunaukata mwaka, mwaka ulikuwa na mambo mengi huu. Kwanza hadi tunafika salama, hatuamini, alhamdulillah. Okay. Da Mariam Chozi, kidogo nene jambo na wewe. Tusizungumze na Feti peke yake. Wewe ni mwanamke na ngai bwana. Kupokea tuzo sio kitu kidogo. Pengine tuzungumzie hili. Wewe ndio wa kwanza kupokea tuzo ya mtunzaji bora. Mtu wa kwanza, haijawahi kutokea. Imekuwaje? Unahisi umestahili kweli? Wewe unaona mimi sijastahili. Nimestahili ndio maana nimepewa. Umestahili ndio maana umepewa. Ndio maana nimepewa. Sawa, nataka tuzungumzie hili pia. Kwa kipi hasa umeona umestahili? Ni kweli hauna mitunzano, madeni ya mitunzano kwa watu, ama kuna namna umeweka mambo yako sawa kwa huu mwaka ukasema hebu nimalizie hapa kidogo? Hapana, mimi sina madeni. Yaani unaona mpaka huyu amenifanyia, ameona mpaka ifikia hatua ananitumia message, basi ndugu yangu punguza. Ina maana nimestahili, alichokifanya ameona nimestahili. Sina madeni. Yes. Kuna namna ulikuwa ukimdai Mariam Uswazi? Hapana. Alikuja kukutunza lakini? Alikuja kunitunza tu, yeye anasema atunzanage, yeye anafanya tu starehe. Kwa hiyo amefanya kwa yeye atunzane. Okay. Yes. Nataka niseme kitu kimoja. Kuna baadhi ya watu wanasema kuna namna kama anatamani kurudi kwa Feti Kitasa na ndio maana alipita kwako, kwa sababu wewe na Feti ni mkono na nguo. Popote mkono na bega, popote unapoenda mkono bega lipo. Mariam Uswazi anampenda Feti. Oh yeah? Na hajawahi kumwongea, yani hajawahi kusema mimi simpendi. Mimi mwenyewe ananithibitisha kama nampenda Fatuma. Kwa hiyo kuna mambo yao tu wenyewe wameshindwa kuelewana. Ya Waswahili. Wanafiki Yes. Kwa hiyo mimi najua kama Mariam anampenda Feti. Okay. Najua. Kama ndugu wa karibu
urafiki, haujawahi kutamani kuwaweka sawa? Ninazungumza naye Dafeti sana. Mimi ni mbea na chonganisha huku na huku, lakini pia nishai kumwambia kae, kuna namna hivi mmalize haya. Wataongea wenyewe wasimajirani. Mimi hayanihusu. Mimi wa wilaya Temeke, wao huko watajuana wenyewe, mimi hayanihusu. Sawa. Yes. Imekuwaje hii siku ya leo shughuli yenu kupakana na shughuli ya Chioma? Hili nadhani nilijibu alianza yeye kwanza, kwa sababu sisi tulifanya tuzo, tukapanga siku ya kufanya sherehe ya tuzo, si umenielewa? Na nikajiita, tunajiita Mariam funga mwaka, lakini cha ajabu tukaona mtandaoni bango la sijui funga mwaka sijui na nani sijui, si umenielewa? Kwa hiyo tukaona mtu akianzisha shari tumalize na shari. Aliandaa shughuli yake tarehe 28 na sisi tukaweka tarehe 28. Umeona kuna ubaya? Kwa maana hiyo nyinyi ndio mmekuja kuleta shari katika, kwa sababu yeye ameanza. Yes. Lakini si mmesema anatoka msiba, wengine wanasema anafanya sherehe baada ya... Mbona bango alikuandikwa msiba limeandikwa funga mwaka? Kwa hiyo uone kama yeye ndio chokochoko. Sikuti anafanya sherehe ya kurudisha nyumba ambayo ilitaka kuchukuliwa na benki. Benki kuandika ni vitu vya kawaida, kama upeleki marejesho yao lazima waandike, sio kwamba wanaichukua. Wanakuweka kiakili sawa kwamba wanatakiwa ulete marejesho kwa wakati. Na kwa mwanamke Nangai kudaiwa ni kitu cha kawaida, lakini usifikie mpaka kudharirika mbaya. Sawa. Yes. Kwa makadirio ya kawaida tukimpigia mahesabu Mariam Chozi anadaiwa kiasi gani labda benki? Hayo hayanihusu. Mimi ninachojua na madeni basi. Sawa bwana. Mimi niseme tuzungumzeni neno na wale wanawake maji ya kwanza ambao wamejihusisha siku hii ya leo. Mnawaambia nini nyinyi? Mimi ninachoweza kuwasisitizia tu kwamba ukijiona hivi vitu viwezi, usipende kuviingia, utaharibu maisha yako. Hivi vitu vinahitaji hivi vitu viko kwenye damu, vinahitaji watu ambao wenye uzoefu. Sio kwa sababu unamwona Mariamu ameshika milioni 20 anatunza, na wewe ukataka kuiga. Haya maisha sio mazuri. Sio wenyewe, kuna muda tunajuta. Kwa hivi vitu sio vya kuiga hivi. Lazima utaumia, utadhalilika. Sawa, Dafeti zungumza kidogo. Mnawaambia nini? Jamani, ndugu zetu karibuni. Asanteni sana, nawakaribisha, tufurahi, tuenjoy, tufunge mwaka wetu vizuri na tufungue mwaka vizuri. Karibuni sana, nawapenda. Asante sana. Karibuni tu.